Miongozo ya katiba na sheria mbalimbali zinazotuelekeza kabla ya kuanza kufanya mabadiliko yoyote. Tulizingatia ibara ya kwanza ya katiba ya Young African Sports Club ya kama ilivyorekebishwa mwaka 2021, ambayo ibara ya kwanza, ibara ya pili ndogo inasema kwamba Young African Sports Club Yanga imesajiliwa katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya sheria ya Baraza la Michezo la Taifa la mwaka 1967 kama ilivyorekebishwa mara kwa mara. Ndugu wajumbe, msingi wa kusoma hii ni utangulizi, tuone kwamba tunatambua mamlaka zilizopo katika nchi, na katika kujadili haya mapendekezo tulizingatia haya yote. Lakini vile vile katika ibara hiyo hiyo ya kwanza, ibara ndogo ya 6 inasema Young African Sports Club ni mwanachama wa TFF na itaheshimu katiba, kanuni, maagizo na maamuzi ya TFF na kuhakikisha kuwa yanaheshimiwa na wanachama wake. Na ndio maana tunaona kwamba hata hizo mamlaka zimeweza kualikwa kuwepo hapa. Kwa hiyo haya yote tulioyapendekeza katika katiba, mabadiliko ya katiba hii yamezingatia haya. Sasa bila kupoteza muda, kuna mabadiliko yaliyofanyika katika katiba nzima, na hii hasa imetokana kama alivyoeleza mwenyekiti kwamba kuna wadhifa wa katibu mkuu. Wadhifa wa katibu mkuu umeongezwa ambao haukuwepo awali. Kwa hiyo utaona pale katika lile jedwali kuna kolamu ya kwanza ambayo ni ibara inataja, alafu ya pili itakuwa ni awali ilikuwa nini, ilivyobadilishwa sasa hivi ionekane, na mwisho tukaeleza sababu kwa nini tumebadilisha. Kwa hiyo utaangalia hiyo nafasi kwa kubadilisha tu ile katibu mkuu. Katika katiba yetu kuna ibara nyingi zimebadilishwa, ibara ya 30B, 37, 38, 39, 56 na kadhalika. Hii ni kuoanisha jina la wadhifa wa muundo mpya wa uongozi katika utendaji, kwa sababu tumesema kampuni yetu inaenda kwenye hatua nyingine ya transformation na kuunda kampuni. Kwa hiyo wadhifa wa katibu mkuu utabaki katika club na ule wadhifa uliokuwepo awali ya mtendaji mkuu utabaki katika kampuni ya Young African Sports Club. Ibara nyingine tuliyoiangalia ni ibara ya pili B. Ibara ya pili, ibara ndogo ya kwanza B, ilivyokuwa awali ilikuwa inasema kwamba klabu ya Yanga itatoa huduma, kusaidia na kusimamia timu zenye jina la Young African Sports Club katika mashindano yoyote ndani ya Tanzania na nje ya nchi. Kwa kweli hili lilikuwa halileti mantiki, kwa sababu mtu anaweza akaanzisha timu yoyote ikaitwa Young African Sports Club au ikaitwa Yanga ikatumia jina la Yanga, na katiba yetu ilikuwa inasema itahudumia timu zote zenye jina la Yanga. Tukasema hapana. Kwa hiyo kamati ilipendekeza na kusema kwamba kutoa huduma, kusaidia na kusimamia timu za Young African Sports Club katika mashindano yote ndani ya Tanzania. Kwa hiyo ni zile timu za Yanga tu, kwa sababu sasa hivi kuna ujanja mwingi. Kwa hiyo hiyo ilikuwa ni mantiki, kwa hiyo tuliona ni vizuri tukarekebisha. Tuliongeza vile vile ibara ndogo ya ibara ndogo ya kwanza E ambaye awali haikuwepo, na hii tuliongeza na kusema kwamba kuanzisha, kukuza na kuendeleza vipaji vya vijana yani youth kupitia academy, Yanga Soccer Schools pamoja na timu za wanawake. Sababu ni kwamba hizi awali hazikuwepo katika katiba yetu na zilikuwa hazitambuliki. Kwa hiyo tukaona ni muhimu katika taasisi na vitu kama hivi na miradi mikubwa kama hii tunaofanya, ni vizuri ikawa reflected kwenye katiba. Ibara tukaongeza vile vile ibara ya pili 6 ambayo awali haikuwepo. Hii tulitamka nyingine kwa nia ya uwekezaji bila kuathiri matakwa ya sheria zingine zinazoongoza klabu pamoja na wanachama wake. Hii ilikuwa ni kuweka fursa za kiuchumi kama moja ya malengo makuu ya klabu, kwa sababu tunasema sasa hivi mpira bila uwezo wa kifedha haiwezekani. Kwa hiyo tuliona ni vizuri katiba ikatamka hilo. Tukawa na ibara nyingine ya
ya 2 kuanzia ibara ya 6 mpaka ya 7. Hapa kulikuwa katika ibara hii zilikuwa zimerekebishwa, tuliongeza ibara mpya ya 2.6, kwa hiyo zikaongezeka. Utaona hapa ni numbering imebadilika hapa. Alafu kuna ibara ya 16 sijui nani anaweza kuscroll akaiongeza kupandisha juu kidogo. Nao nimewaacha wajumbe hapa. Ibara ya 16 hii ilikuwa ni timu ya management. Hii tumeireplace kwa ujumla au tumerekebisha pale na kuwa secretariat, kwa sababu timu ya management kwa ujumla tumeiondoa kama nitakavyokuja kueleza huko mwanzoni. Huko nyuma huku mbele tumeeleza kwamba shughuli zote tutakapokwenda kwenye kuanzisha kampuni, shughuli zote za uendeshaji hasa wa timu na majukumu yaliyokuwepo kuhusiana na timu yote yataenda kwenye kampuni, kwa sababu shughuli za kiutendaji zitabaki kwenye kampuni. Kwa hiyo tukaona haina maana, kwa hiyo yote imerekebishwa na kufuta ile ibara iliyokuwa inatamka na kuielezea management, kwa sababu idara zote zitahamia kule. Tukaja ibara ya 26. Hii orodha ilipangwa upya kwa sababu tulirekebisha ibara ya 26(1) kwa sababu ilikuwa inaelezea zile kwa sababu ilikuwa imeondoa nafasi ya makamu wa rais kama ni moja ya nafasi ambayo ilikuwa inaweza ikagombewa. Kwa hiyo imerekebishwa pale na imerekebishwa na kuongeza sifa zingine zinazotakiwa katika nafasi husika. Kwa hiyo kifungu kilikuwa kinaeleza kwa mfano zile sifa za elimu, ile takwa la kuwa na shahada itamuhusu rais pekee, lakini kwa wajumbe wengine wa kamati ya utendaji zitabaki kama zilivyo. Ibara ya 28 tukarekebisha ule muundo wa kamati ya utendaji. Muundo awali ilikuwa inaonyesha kwamba muundo wa kamati ya utendaji na sababu za kukoma kwa uwanachama. Kwa hiyo sisi tulipendekeza kwamba muundo wa kamati ya utendaji sasa umeainishwa wazi, na kwamba kutakuwa na rais, alafu makamu wa rais, ambayo kama tulivyoeleza hapa mapendekezo yetu kwamba ni nafasi, itakuwa nafasi ya kuteuliwa na rais na kuidhinishwa na mkutano mkuu. Vile kutakuwa na wajumbe 5 wa kuchaguliwa na mkutano mkuu, wajumbe 2 wa kuteuliwa na rais, sifa za wajumbe watakaoteuliwa na sababu za kukoma kwa uwanachama zimepangwa upya. Kwa hiyo ukienda katika katiba utaenda kukuta hayo yote yamerekebishwa. Na hii sababu kubwa ilikuwa ni kuweka muundo wa uteuzi wa kamati ya utendaji unaoendana na mabadiliko ya ibara ya 33 ambayo tutaiona huko mbele kuhusu uteuzi wa makamu wa rais. Tukija kwenye ibara ya 30 tuliongeza kipengele K ambacho awali hakikuwepo. Kwa hiyo tumesema kamati ya utendaji inaweza kuunda idara yeyote pale itakapoona inafaa kutokana na mahitaji ya wakati huo. Ndugu wajumbe, hii tuliweka mahususi kwa sababu kwa muundo tunaokwenda sasa hivi, kwa sababu tuko kwenye transformation, tunapiga hatua. Tumesema hapa katika uendeshaji katika klabu kutakuwa na katibu mkuu badala ya mtendaji mkuu. Kwa hiyo kwa majukumu yanayoendana tutajaribu, kamati ya utendaji inaweza kuoanisha kwa shughuli zinazoendelea kwa wakati ule, na kama kuna mahitaji basi inaweza ikaunda idara zozote. Na ibara ya 33(1) ambayo ilikuwa inasema kwamba kutakuwa na rais na makamu wa rais watakaochaguliwa na mkutano mkuu. Mapendekezo ni kwamba rais atachaguliwa na mkutano mkuu na makamu wa rais atateuliwa na rais na kuidhinishwa na mkutano mkuu. Sababu ni kuendana na muundo mpya wa uteuzi wa makamu wa rais ulioanzishwa katika ibara ya 28. Ndugu wajumbe, hii tumezingatia vile katiba ya TFF kama nilivyowasomea awali. Tutaendana na muundo na mfumo mbalimbali ya vyama vya michezo vilivyopo juu yetu vinavyoongoza mpira wa miguu.
Na kwa maana hiyo tuna comply na hiyo ibara ya 28 kama alivyoeleza rais. Nafikiri ni ibara ya 30 na 37 ya TFF, zote zinaeleza kwamba makamu wa rais atateuliwa, na sisi tukaona hatuna budi kufuata hilo, na lina manufaa. Tulijaribu kuangalia, tuna bahati kwamba tuna makamu wa rais sasa hivi na rais wanaelewana. Inaweza ikatokea moment tukapata viongozi wa nafasi hizo za kuchaguliwa wakawa hawaelewani, na tuna uzoefu kwa wale walioko kwenye mpira siku nyingi. Kwenye taasisi zilizotuongoza huko nyuma tulijaribu kuona wale viongozi wakuu wa kuteuliwa jinsi walivyokuwa wanalumbana. Mkienda kwenye hatua kama hiyo, kwa kweli itakuwa hakuna maendeleo na maelewano. Kwa hiyo tukaona ni vizuri tukafuata huo utaratibu kama taasisi zingine zinavyofanya. Ibara ya 37 ilieleza kwamba ibara ya 37, ibara nzima ilieleza uanzishwaji na muundo na sifa ya kazi za timu za management. Sasa kamati ilivyokaa, tukapendekeza hii ibara ifutwe na nafasi ya ibara imehifadhiwa kwenye katiba kama kumbukumbu, maudhui yameondolewa. Kwa hiyo ile ibara imebaki kama ilivyo, lakini itakuwa indicated kwamba imebadilishwa, kwa sababu management, shughuli zote za management zitahamia kwenye kampuni itakayoanzishwa. Ibara ya 38 vile vile ilibadilishwa, ambayo ilikuwa inahusu mtendaji mkuu. Sasa hiyo ibara badala ya mtendaji mkuu kwa upande wa klabu itabaki kama katibu mkuu, na majukumu mapya yameainishwa pale, na yakiweka katibu mkuu kama mkuu wa utawala wa kila siku na mwandishi wa vikao vya kamati ya utendaji na mkutano mkuu. Atakuwa vile vile ofisa masuhuli, msimamizi wa taarifa za fedha, ukaguzi na tehama. Kwa hiyo shughuli zingine zitakapokwenda kwenye kampuni, klabu itabaki inajiendesha na wanachama wote sisi tutakuwa chini ya katibu mkuu wa klabu, na hii ni kuoanisha juu ya majukumu na wadhifa wa muundo mpya wa uongozi wa klabu. Tukaja ibara ya 39, hii ibara yote imefutwa na majukumu yamehamishwa kwenye kampuni kwa mujibu wa ibara ya 56 kama tutakavyoiona huko mbele. Kulikuwa kuna marekebisho madogo vile vile ibara ya 46. Tunaomba kama mnaweza kusogeza kidogo ili wajumbe waone. Ibara ya 46 hii hakuna mabadiliko, isipokuwa kulikuwa kuna tarehe. Tulikuwa tunasema mwaka wa fedha wa Yanga unaishia Juni 31. Tujaribu kuangalia katika kalenda, huwa hatuna Juni 31. Kwa hiyo tulirekebisha tu pale, itasomeka kama Juni 30. Kuna ibara ya 47(4) imerekebishwa kutoka mwanzoni tulikuwa tumeweka kutokana na mapato, ilikuwa inasomeka kutokana na mapato yaliyotokana na shughuli za uwekezaji na biashara za Young African Sports Club. Lakini tulipendekeza kwamba kwa sababu shughuli za Yanga zinakuwa kubwa na biashara zinakuwa nyingi, tukasema kwamba ibara hiyo isomeke kutokana na